Viongozi wa kata ya Kipawa iliyopo wilayani Ilala mkoani Dar es Salaam wameeleza kuwa elimu ya kodi iliyotolewa na Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA itatatua changamoto ya wafanyabiashara kukimbia TRA inapokuja kwenye suala zima la ulipaji wa kodi. Akizungumza mara baada ya semina ya elimu ya kodi kwa watendaji, wenye viti na wajumbe wa mitaa na wafanyabiashara iliyotolewa tarehe 20 Agosti mwaka 2026 eneo la kituo cha daladala cha Banana, diwani wa kata ya Kipawa Mheshimiwa Yusufu Masige Lima amepongeza TRA kwa kuona umuhimu wa kutoa elimu kuanzia ngazi za chini kabisa kwa wafanyabiashara. Mheshimiwa Lima amesema kuwa wafanyabiashara wanapata hamasa ya ulipaji wa kodi na kushirikiana na TRA kwani wanapata uelewa wa ulipaji wa kodi na namna kodi inavyotumika kuleta maendeleo katika sekta mbalimbali hapa nchini. Awali ya yote nashukuru kwanza kutembelewa na viongozi leo hii wa TRA kuja kutoa semina elekezi za mlipaji kodi, kwani kodi, ukusanyaji wa kodi ndio maendeleo yetu. Kwa hiyo tumepata elimu fupi lakini nzuri, na ushauri wangu ni kwamba tunaomba viongozi wa TRA waendelee kutoa elimu hii isiwe mwisho, kwani huku chini kwa wananchi tunaoishi nao, wengi wanafunga maduka, wengi wanakimbia kwa sababu hawajapata elimu kama tuliyopata sisi leo. Tunaiwaomba wafanyakazi wa TRA washuke chini kwenye ngazi za mitaa. Tukipata meneja kwenye kikao hicho, nadhani hili swala kukimbia TRA litakwisha. Kwa majina naitwa Yusufu Masige Lima, ni diwani wa kata ya Kipawa ambayo iko kwenye halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam. Siku ya leo tumepokea ugeni wa TRA kwa maana ya meneja wa mkoa wa kikodi wa Ilala, akiwa na timu nzima ya wataalam kutoka Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa ajili ya kuja kutoa elimu na kuchatua changamoto ambazo zipo kwenye maeneo yetu kwa maana ya wajasiriamali pamoja na wafanyabiashara. Nipende kutoa pongezi kwa namna ya kipekee ambayo TRA wameona kuna umuhimu wa kushuka chini kwa ajili ya kuja kuongea na wafanyabiashara, lakini pia kutoa elimu kwa ajili ya elimu ya mlipa kodi. Hii inaongeza chachu kwa maana ya kwamba sasa wafanyabiashara wanaona kuna haja ya kuwa ulipaji wa kodi kwao inaleta tija, kwa maana ya kwamba wanapata elimu ni kwa namna gani kodi zao zinakwenda kutumika kwa ajili ya manufaa ya nchi, kwa maana ya maendeleo, ambayo leo tunaona kwamba kodi ambazo zinakusanya ndio hizi ambazo zinaleta maendeleo kwenye maeneo yetu, kwa maana ya barabara, afya, mambo kadha wa kadha. TRA ni rafiki wa mfanyabiashara. Changamoto ambayo ipo ni elimu, kwamba kwanza kuna mfanyabiashara ambao hajui kwa nini analipa kodi. Kwa nini mimi leo nilipe kodi? Kumbe kodi anayokwenda kuilipa ni kwa ajili ya manufaa yake yeye binafsi. Lakini pia ni kwa namna gani, aidha unawezekana kuna afisa aidha wa TRA au yeye kwa kutojieleza vizuri kipindi anafanywa makadirio, anaweza akawa amepata labda amekadiriwa kodi kubwa. Kumbe kuna uwezekano wa kukaa na timu ya TRA kwa maana ya maafisa wa TRA na wakaona. Napendelea na natoa maoni ya kwamba elimu ya kodi ianzie mashuleni. Tukiwa na mtaala wa elimu ya kodi, itamfanya mwanafunzi aweze kupata elimu ya kodi moja kwa moja kuanzia katika ngazi yake ya elimu. Huyu mtu baadaye anapomaliza shule tayari anakuwa na elimu ya kodi. Hata akisema anafanya biashara yake binafsi au ameajiriwa, atakuwa anajua umuhimu wa kodi. Sasa hivi mnaona tunatumia nguvu kubwa kwenda kwa wananchi kwa ajili ya kuambia kodi. Unamwambia mtu kodi, anafunga duka, anakimbia. Unamwambia mtu kodi, anakwambia kodi mimi za kazi gani? Yote ni kwa sababu elimu sahihi ameipata kwenye mazingira ambayo sio rafiki. Niwashukuru sana TRA kwa hili ambao mmeliona, mmeanza kutoa elimu kwanza kwa hao ambao wapo wanafanya shughuli, mnawapa elimu, na hii inatengeneza taswira nzuri ya kutengeneza urafiki baina ya mlipa kodi na huyu anayedai kodi. Na sisi kama viongozi tunajivunia kuona sasa tunatengeneza combination ya urafiki baina ya wananchi pamoja na viongozi wao. Kwa hiyo katika hilo, ndugu zanguni, mimi niwaombe sana twende katika msingi mzuri wa utoaji elimu kuanzia ngazi ya msingi, ili tuende nayo sasa hiyo tabia iwe ni tabia ya nchi nzima.